Mambo ni vipi mwana familia wangu, ni time nyingine poa, tunajua ni pamoja hapa kuweza kuhabarishana yale mengi ya kimichezo ambayo yametufikia muda huu hapa mezani kwetu. Na kubwa kuliko ambalo tunakwenda kutazamia siku hii ya leo, tunatoa moja kwa moja kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani pale Yanga Sports Club kwenda kuangazia yanayoendelea hapo kwenye klabu ya Yanga, hususani katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Bwana, unaambiwa ya kwamba klabu ya Yanga wameamua wavunje kibubu ama wavunje akaunti zao kuwekeza mzigo wa maana kwenye dirisha dogo la usajili ili kuweza kupata nyota wa hatari watakaokuja kuongeza nguvu ndani ya kikosi chao hiko katika kipindi cha dirisha dogo la usajili. Na miongoni mwa majina ambayo yanatajwa sana kuja kutua ndani ya mitaa ya Jangwani ni huyu hapa mchezaji ambaye niko naye hapa ninayetaka kukusogezea sasa hivi. Ni miongoni mwa nyota ambao wana uzoefu mkubwa kwenye michuano ya Afrika, lakini pia amepita kwenye vilabu vikubwa mbalimbali kuanzia huko barani Ulaya, lakini pia hata kwenye bara la Asia. Sasa huyu mchezaji nitakusogezea moja kwa moja hapa uweze kumfahamu mwana michezo wangu anaitwa nani, CV zake, lakini pia uwezo wake anapokuwa uwanjani. Ila kabla sijakusogezea haya yote, nikukumbushe mwana michezo wangu, kama wewe hii ndio time yako ya kwanza unajoin nasi hapa alafu bado hauja subscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na ili basi usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya za kimichezo, cha kufanya sasa hivi swala ni moja tu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama hiyo ya kengele itakayotokea hapo pembeni. Kwa kufanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza ama mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kuzipata taarifa zetu zote mpya za kimichezo, na utakaa kuwaza utapata wapi taarifa mpya ya kimichezo, bali utapokea notification moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi. Na kama tayari umekushaweza kusubscribe, basi twende kazi tukaangazie kuhusiana na taarifa ambayo nimeweza kukujuza hapo awali juu ya klabu ya Yanga kushusha chuma cha maana kweli katika kipindi cha dirisha dogo la usajili. Ni bonge moja la mchezaji ambaye anakuja kuongeza nguvu katika safu nzima ya kikosi cha klabu ya Yanga. Kama ninavyofahamu, miongoni mwa maeneo ambayo klabu ya Yanga wamesumbuka nayo sana tangu msimu uweze kuanza ni katika lile eneo la kiungo mshambuliaji, ambao nafasi hiyo kwa sasa hivi inatumikiwa chini ya mchezaji Mohamed Dumbia. Ni miongoni mwa wachezaji ambao Dumbia alikuja na jina kubwa, wengi walitarajia makubwa kutoka kwake pindi tu walipotua kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani pale Yanga Sports Club, lakini mambo yamezidi kwenda kombo kwa upande wake. Mchezaji huyu inaonekana kabisa ameshindwa kuingia kabisa ama kuadapt mazingira ya soka kutokea hapa nchini Tanzania akiwa na timu yake ya Yanga Sports Club. Hivyo uongozi wa klabu ya Yanga imeona imletee msaidizi ama mtu atakayekuja kumchallenge mchezaji huyu Mohamed Dumbia, lakini pia lengo jingine ni kuhakikisha wanakuja kuongeza nguvu katika safu ya nzima ya ushambuliaji, hususani katika lile eneo la kiungo mshambuliaji ama mchezaji nambari 10 kwenye kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Sasa miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa sana kutoa ndani ya mitaa hiyo ya Twiga na Jangwani ni huyu hapa ambaye niko naye hapa sasa hivi, anakwenda Vincent Dara. Huyu ni mchezaji ambaye klabu ya Yanga wana pambana kupata huduma yake katika kipindi cha dirisha dogo la usajili. Huyu ni mchezaji mwenye uzoefu mkubwa kwa maana kwamba amekwishaweza kudumu kwenye timu mbalimbali za hapa Afrika, ikiwemo timu ya pale Angola Petro di Rwanda, lakini pia amekwishaweza kuchezea timu ya taifa ya Angola kwa maana yeye ni mzaliwa wa Angola pale na ameweza kuitumikia timu yake ya taifa ya Angola katika michuano mbalimbali kuanzia michuano ya AFCON, lakini pia michuano ya Kosafa. Lakini kwa sasa hivi mchezaji huyu anaitumikia klabu kutokea pale nchini Katari ya Al Wahda, ambapo katika klabu yake hiyo amekuwa na muendelezo somba sana, naweza kusema, kwa maana ya kwamba mpaka sasa hivi timu yake imeweza kucheza takriban michezo 8, na kwenye michezo 8 yeye ameweza kuhusika katika michezo 6, na kwenye hiyo michezo 6 mchezaji huyu Vincent Dara ameweza kuisaidia timu yake kuifungia mabao 2. Ukiachana timu hiyo ambao mchezaji huyu anaitumikia kwa sasa hivi, lakini pia amekwishawahi kupita kwenye timu ya pale
nchini Uturuki ya Antalyaspor kwa msimu wa 2019 na kuweza kupata uzoefu mkubwa pale. Kwa sasa hivi mchezaji huyu ana umri wa miaka 29, lakini uwezo wake bado unamfanya aendelee kusalia katika kiwango cha hali ya juu, na uwezo wake mkubwa anaoonyesha na timu yake hiyo umeweza kuwavutia mabosi wa klabu ya Yanga na maskauti kuhakikisha wanafanya dili hili la kumleta mchezaji huyu katika viunga vya Jangwani kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili. Huyu uwezo wake akiwa uwanjani ama nafasi anazocheza, anacheza kama kiungo mshambuliaji, lakini ana uwezo wa kutumia miguu yote miwili, ila mguu wake wenye nguvu zaidi ni ule mguu wake wa kulia, ambapo ndio anautumia zaidi katika kuanua mashuti ama katika kupigia. Kwa hiyo huyu ni mchezaji ambaye anaweza kumfananisha uwezo wake kwa namna ambavyo nilivyokuambia hapo, ni kama Stefan Aziz Ki tu, kwa maana kwamba alikuwa anatumia miguu yote miwili, lakini guu lake lenye nguvu zaidi ilikuwa guu lake la kushoto. Lakini kwa mchezaji huyu Gedson Dara anatumia miguu miwili, lakini mguu wake wenye nguvu zaidi ni guu lake la kulia. Kwa hiyo unaweza ukaelewa hapo kitu gani ninakimaanisha. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, ni miongoni mwa wachezaji ambao ompita kwenye vilabu mbalimbali. Aishawahi kuwa top scorer wa ligi kuu pale nchini Angola kwa misimu fulani hivi ambao alikuwepo, lakini pia amekwishawahi kuwa MVP mchezaji huyu hapa ambaye na kusogezea hapa sasa hivi Gedson Dara katika maisha yake ya soka. Hivyo klabu ya Yanga endapo atafanikiwa kumpata mchezaji huyu, watakuwa wameramba karata dume katika kipindi chao hiki cha usajili kwenye dirisha dogo na kuja kuongeza nguvu katika safu nzima ya ushambuliaji ndani ya kikosi iko cha klabu ya Yanga. Mimi ningona kusogezea hayo mawili matatu kuhusiana na sajili ambazo klabu ya Yanga wanazitazamia sasa hivi katika kipindi cha dirisha dogo la usajili. Lakini kama wewe una maoni yako ama mtazamo wako, basi huu ndio muda wako sahihi wa kutuambia kile ambacho unakifikiria sasa hivi kuhusiana na hiki ambacho nimekusogezea hapa. Cha kufanya wewe dondosha comment yako hapo kwenye comment section, na sisi tutakuja kusoma comment yako hapo na kuchati na wewe hapo katika eneo hilo la comment section. Bila kusahau mwana mchezo wangu, jambo jingine hakikisha unakwenda kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi ni ili usiendelee kupata taarifa zetu zote mpya za kimichezo, ni kwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kwa maana ya kwamba ukishafanya hivyo tu wewe hautakaa kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bali taarifa za kujia moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi. Wewe utapokea notification tumekusogezea taarifa mpya, na jukumu lako mama linakuwa ni jepesi tu, ni kwenda kuiangalia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe.